Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, je, inafaa kwa Muislamu kufanya kazi za vikosi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza, je, inafaa kwa Muislamu kufanya kazi za vikosi? Anakusudia vikosi maana yake kama askari, jeshi, navy na kazi nyinginezo. Hizi kazi asili yake hasa ni kazi ambazo Uislamu umezitilia umuhimu mkubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Salman al-Farisi ambayo ipo katika sahihi Muslim, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ribatu yawmin wa laylatin, kufanya doria mchana mmoja na usiku mmoja, khairun min siyami shahrin wa qiyamihi, ni bora kuliko mtu kufunga mwezi mzima na kusimama mwezi mzima. Wa imata jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, na ikiwa kwamba mtu huyo atakufa katika kazi hiyo ya kufanya doria mchana mmoja ya kuweka ulinzi na usiku wake, na ikiwa atakufa basi ujira wake utakuwa ni wenye kuendelea ambao alikuwa yeye akifanya kazi hiyo. Wa ujri alayhi rizquhu wa amina alfattan, na riziki zake zitakuwa kwamba zenye kuendelea, na vile vile pataaminishwa kutokana na fitna. Wanachuoni walipokuwa wakiitolea hadithi hii maelezo, wakasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatolea habari kuhusiana ribatu yawmi wa lailati wal murabitu fi sabilillah, na mtu ambaye mwenye kufanya doria katika njia ya Allah, huwa alladhi yulazimu hududa biladil muslimin, ni yule ambaye alikuwa analazimiana na mipaka ile ya Waislamu, ma biladil kuffar, pamoja na miji ya makafiri, lihirasatiha, kwa ajili ya kuwekea ulinzi. Maana yake kwamba kuwekea ulinzi ile miji isije ikavamiwa na makafiri, isije ikavamiwa na watu ambao walikuwa halifu. Fa huwa al-iqamatu ath-thughur, nayo ni kuweka kusimamisha ath-thughur, kusimamisha ulinzi katika zile sehemu ambazo huyu ambaye alikuwa anafanya kazi hii akawa anasimamia kwamba ili ile sehemu ile, zile sehemu ambazo zilikuwa ziko wazi, ili zile sehemu zisije zikavamiwa na maadui, ambao maadui hao wakati wote wanatarajiwa kwamba wanaweza wakaja kufanya nini, wanaweza wakaja kufanya nini, kuvamia katika sehemu hiyo. Kwa hiyo wao wanaweka ulinzi maalum katika sehemu hizo, ambazo sehemu ni sehemu za mipaka, ni sehemu ambazo zilikuwa ziko wazi, sehemu ambazo wanaita kwamba ni sehemu ambazo za wazi, kama katika sehemu za majabali, ambapo ndo kunakuwa kuna furuja zile, kuna mapito yale ambayo watu wanakuwa wanapita, au wengine kiutaalamu wanasema athaqru, maana yake ni mawdhi yukhafu alhujumu liladui minhu, ni sehemu ambayo pana hofiwa kuja kuhujumiwa na adui, wa minhu sumiyatu almadina ala shati'il bahri, na katika hizo vile vile pana sehemu nyingine zinaitwa kwamba ni Madina, katika pembezoni zile za bahari ndio inaitwa nini, thaqru, maana yake ni sehemu ambazo maadui, yani kwamba maadui wanahofiwa wasije wakavamia sehemu hizo. Kwa hiyo murabitu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa wanawekwa katika sehemu hizo, maana yake katika sehemu ambazo za mipaka, katika sehemu ambazo maadui wanahofia wasije wakahujumu, na sehemu nyinginezo ambazo kwamba wakikaa watu ambao wa vikosi wataweka ulinzi, wataimarisha ulinzi, wataweka ile nchi au katika ile sehemu kuwa ni sehemu ya imara, na kuifanya kwamba ni sehemu ambayo ilikuwa inakaa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Sasa je, kufanya kazi hizo vipi? Uislamu umezungumzaje? Uislamu umezungumza sehemu hizo kwamba ni vyema kwamba watu wakaekwa katika sehemu hizo
kadhalika vile vile na mji ukawekwa katika hali ya amani, ili usije ukavamiwa na maadui, ili usije ukavamiwa na halifu, na kufanya hivyo kwa ajili ya kuulinda lihirasatiha, kwa ajili ya kuulinda ile miji. Fa huwa al-iqamatu fi thughur, nayo ni kuweka ulinzi katika zile sehemu ambazo nahofiwa kuja kuvamiwa na maadui. Wa kana dhalika fi sabilillah, na likawa hilo katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, biniyatin sadiqa, kwa nia ambayo kwa kweli, wa ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, na ikawa kwa ajili ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ajru hadhihi al-layla lahu afdal min ajri at-tanafful wat-tatawwu bi siyami shahri wa qiyami laylihi bis-salah. Jambo hilo linakuwa ni bora mtu akawa amelifanya, ikiwa ni wakati wa usiku, ikiwa ni wakati wa mchana, inakuwa ni bora kuliko hata mtu kusali swala za sunna na funga za sunna na kusimama usiku wake. Kwa maana mwenye kufanya ribati, mwenye kufanya doria, mwenye kuweka ulinzi, akawa amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, akasema kwamba mimi naitakidi kwamba jambo hili nipo katika ibada, nalifanya kwa ajili ya Allah, basi mtu huyo anakuwa na ujira ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Sasa watu wa vikosi, watu ambao wanafanya kazi za vikosi, watakana kwamba wafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kama kuna munkarati, kama kuna mambo ambayo ya haramu, basi wanatakana kwamba mambo hayo wayaondoshe na yawe kwamba yako mbali, kwa sababu Muislamu kila ambapo anapotekana akuwepo, au kila ambapo anapotekana awe, basi anatakana kwamba achunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wa vikosi wanatakana waepukane na mambo ambayo ya haram, mambo ambayo yalikuwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwisho wa siku wajue kwamba iko siku wataondoka duniani, watarejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kila wanachokifanya wakifanye huku wakitaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa hakuna munkarati, hakuna maasi, hakuna maovu ambayo ya kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kazi hiyo itakuwa inafaa. Lakini ikiwa kuna munkarati, kuna maovu, kuna kuasiwa Allah, kuna mambo ambayo yalikuwa ya haramu, basi Muislamu anatakana kwamba tafute kazi nyingine ambayo itakokuwa imemweka mbali na jambo la kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.